mtazamaji na msikilizaji, ni jioni nyingine Bwana ametufikisha na kutuhurumia, kutupa uhai, kutupa uzima huu tulio nao. Nasi hatuna budi kuja kumwabudu na kuja kulisema neno lake, kwa kuwa ni mwaminifu. Nitaomba na kisha tutasikia neno lake. Mungu mwaminifu ni wewe, unaweza siku zote. Wewe unayeanzisha na wewe unayekamilisha dadi. Ni wewe ulisema kuwe na nuru na nuru ikawa. Ni wewe uliagiza kuwe na miti na miti ikawa dadi. Mungu wa uzima ni wewe. Mungu wa milele ni wewe. Pata kutupa na nguvu zako za kulisikiliza neno lako, kwa kuwa lina uwezo dadi. Katurehemu uwezo wa yote, ukanipe na nguvu nipate kulinena ipasavyo dadi, kwa kuwa wewe ni wa huruma, kwa kuwa wewe ni wa uwezo. Mungu muweza, nikifikia tamati tutalimba jina lako, nitalisukuru jina lako, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini. Amen. Tutapata somo la leo kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu, mlango wa kwake ule wa 15, mstari wa kwake ule wa 7. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Ninyi mkikaa ndani ya neno langu, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Sisi ama mimi, Yesu anasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, nanyi ombeni lolote mtakalo nanyi mtatendewa. Ni Mungu anaweza siku zote. Ni Mungu mwaminifu, ni Mungu mwenye uzima, ni Mungu wa kuinua, ni Mungu wa kupa watoto wake kila ambacho wanachokihitaji. Lakini ametufa hii kukaa katika ndani yake. Usiondoke ndani ya Yesu, usiondoke ndani ya huyu Bwana Yesu, kwa kuwa yuna kila kitu ambacho unachokihitaji mpendo. Usiondoke ama ukaondolewa na kitu chochote. Sauti cha watu sikisikuondoe, maneno ya watu yasikuondoe katika njia yako. Tegemea huyu Bwana Yesu na yatakufikisha mahali ambapo amekuandalia, kwa kuwa ni wa huruma, kwa kuwa ni wa upendo, kwa kuwa ni wa neema, kwa kuwa ni wa urejesho. Mtegemea huyu Bwana Yesu, kaa ndani ya neno lake, usiondoke ndani yake, kwa kuwa ni yeye ndiye tumaini. Anasema yeye ndiye njia. Tukufu wa Yesu, usiende kuhangaika huku na kule, pata kumtembelea Bwana Yesu na yatatenda. Tatitawala kwa kuwa wewe ni wa neema, wewe ni miujiza Jehova. Unaweza siku zote katende miujiza Jehova kwa kila mmoja tadi, mweza wa yote upate kumtendea, upate kumtendea, upate kumnenea popote pale Jehova, hata enenda upate kumtendea, kwa kuwa wewe ni wa huruma Jehova. Mweza wa yote usiache Jehova tukaenda kuaibika na huko. Hatutaondoka katika neno lako, bali tutalitegemea neno lako, nawe najua utatufikisha tamati dadi, kututakaa ndani ya neno lako. Nasi Jehova muweza wa yote katupe hiyo mamlaka yako dadi, katuonyeshe Jehova, usiache tukaenda kuaibika dadi. Tuko mbele zako jioni ya leo dadi, muweza wa yote ndani ya neno lako. Unasema neno lako Baba likaa ndani yetu, maneno yako yakaa ndani yetu, popote pale tutaenenda tupate kufanikiwa.
Mungu muweza siku zote. Yesu anakutawala, Yesu anaweza siku zote, Yesu anainua siku zote, Yesu anapendeza siku zote. Yeye ni Bwana wa milele, yeye ni Bwana wa uzima, yeye ni Bwana mnyenyekevu. Anaweza kutoa mavumbini, anaweza kaachiza yule kijana kuanguka katika maji na katika moto. Mungu ni mwaminifu, anaweza siku zote. Ikawa pepo anakuja anamsukua yule kijana na anamtupa kwa maji na kwa moto, muweza wa yote, unaweza siku zote. Ulikuja ukapata kumuondoa na ukamtengeneza akawa salama. Yesu anaweza akakutengeneza ukawa salama. Yesu anaweza akakutoa mavumbini. Yesu anaweza akakutoa katika utasa. Yesu anaweza akakupa na miujiza yake. Yesu anaweza akakuonyesha njia ambayo huwezi ukaijua. Yesu ako na kila kitu ambacho mwanadamu anahitaji ili apate kuendelea na safari yake. Yesu ako na kila kitu. Yesu ako na kila kitu. Yeye ni mwaminifu, yeye ni muweza wa yote. Yeye anapasua bahari, yeye ni mlinzi wetu, yeye ni msaada wa karibu. Pasipo yeye hatuwezi neno lolote, pasipo yeye hatuwezi neno lolote. Tunaweza tukajisindikiza kwenda kutenda ama kwenda kwa shughuli kupata kile ambacho tunachokihitaji, lakini upate kuelewa hivi mpendwa, ya kwamba njia za Mungu haziwezi zikafananishwa na njia za mwanadamu. Hekima ya Mungu haiwezi kulinganishwa na hekima ya mwanadamu. Hekima ya Mungu, nguvu za Mungu haziwezi zikafananishwa na nguvu za mwanadamu. Mwanadamu ni wakwenda hapa na kwenda kule na anachoka, lakini Yesu anasema hivi, mimi si Mungu wa kuchoka, mimi ni Mungu wa kwenda na safari. Mimi si Mungu wa kufa, mimi ni Mungu wa kuishi kichachi andi kizazi kingine. Mungu ni mwaminifu, anaweza siku zote. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Anaongoza wana wa Israeli toka katika utumwa, huwapeleka katika nchi inayomimina maziwa na asali. Anaongoza huyu Abrahamu, anamtoa katika pale ambapo ni kwa laana, pale ambapo ni kwa miungu, anampeleka katika nchi ambayo anataka ili aende akambarikie. Na huko Bwana anaweza akakuongoza, anaweza akakutoa kutoka hatua kwenda katika hatua nyingine. Anaweza akakutoa mahali ambapo umelemewa, anaweza akakutoa mahali ambapo umeshindwa, anaweza akakusindania, anaweza akakutawala siku zote. Anaambia Danieli, usiwe na hofu yoyote, kaa hapo kwa bacha wakuweke kwa ile tundu. Na asubuhi na mapema Yesu akaja akamtoa katika ile tundu. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Naambia Sadaka na Mesaki na Abednego, msiwe na hofu yoyote. Acha Nebukadneza atengeneze kile ambacho anatengeneza. Mungu ni muweza wa yote. Moto ukawekwa mara 7, moto ukawekwa mara 7. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Wale ambao walikuwa wakiwatupa katika ule moto wakateketea, lakini Sadaka na Mesaki na Abednego hawakuteketea. Anaweza siku zote, anatawala siku zote, analinda siku zote. Mwanamke kukajwa pale katika udhaifu wa miaka 18, Yesu alipofika mahali pale, akamwekelea mikono yule mwanamke, akapata nafuu. Vivundo vikarejea, mipupa yake karejea, akapata na nguvu. Yesu leo anaenda kutengeneza udhaifu wa kuzaliwa kwako mpendwa. Yesu anaenda kuondoa huo umasikini uliozaliwa na. Yesu anaenda kuondoa kile ambacho kimekusinda. Yesu anaenda kurejesha mume wako. Yesu anaenda kurejesha watoto wako. Yesu anaenda kurejesha masamba yako. Yesu anaenda kurejesha kazi yako. Yesu anaenda kupufua ambao wamekufa kiroho. Yesu anaweza kukufufua mpendwa. Yesu anaweza akakutoa mavumbini. Yesu anaweza akakujenga. Yesu anaweza akakuwekea misingi ambayo shetani hawezi akaitingisha. Yesu ni muweza wa yote. Yeye ni mwaminifu, anatawala siku zote. Yeye ni mwaminifu. Ukuta wa Jeriko ukawekwa ili watoto wa Israeli wasipate kupita.
iliyopita, lakini kwa muda wa siku 7 ule ukuta ukazungukwa, na ulipozungukwa ule ukuta ukapata kwa kwenda chini, kwa kuwa Mungu ni wa rehema siku zote. Mungu ni mwaminifu, Mungu ni muweza wa yote, Mungu ni muweza wa yote, anatawala siku zote. Kila kizuizi, kila mipango ya adui, kila vizuizi vyote vinavyokusudiwa kutendeka kwa nyumba yako, kwa familia yako, Yesu anaenda kuviondoa, Yesu anaenda kuviondoa. Ni Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, anatokelezea pale kwa wale viwete wane, kwa kuwa ni mwaminifu, kwa kuwa ni muweza wa yote. Waliposukua hatua ya imani kwenda wapate kuuawa ama wasiuawe, lakini wakasema watakufia mahali pale. Mungu alipotokelezea akapata kuwasaidia. Yesu anaenda kukusaidia mpendwa, Yesu anaenda kukusaidia, Yesu anaenda kukupa nguvu, Yesu anaenda kukupa elimu ambayo mwalimu hawezi akakupa. Yesu anaweza akakutekeleza, Yesu anaweza akakusimamisha, Yesu anaweza akakufanyia jambo ambalo wazazi wako hawangeweza kukufanyia. Mpendwa, sikilia Bwana Yesu na yatatenda kwa jambo ndani ya maisha yako. Sikilia huyo Yesu, msikilie, kwa kuwa ni mwaminifu, anatawala siku zote, hawezi akazindwa na lolote. Yeye usafisha mahali ambapo kuna usafi ukawa usafi. Yeye anatoa mavumbini, watu wanaenda kula pamoja na wafalme, pamoja na watu wakubwa. Yeye ni mwaminifu, anaweza siku zote, yeye analinda siku zote, yeye anarejesha. Ayubu anasema pale, Ayubu anasema pale ya kwamba nilikuwa nakusikia, lakini kwa sasa nimekwisha kukuona, lakini kwa sasa nimekwisha kukuona. Dadi, Mungu ni mwaminifu. Ayubu akapata kitu na kingine kwa mara nyingine ya pili. Yesu anaweza akakurejezea, Yesu anaweza akakurejezea, Yesu anaweza akakuinua, Yesu anaweza akakurejeza, Yesu anaweza akakuzingira na ukuta wa moto ambapo adui hawatakuona hata kwa sekundi moja. Hatakuwa utukufu ndani ya maisha yako, hatakuwa Mungu wa nguvu ndani ya maisha yako. Hautaondoshwa, hautaondolewa, hautaondolewa na kitu chochote. Wakikutingisha hautaweza kutingika, kwa kuwa yuko kiumeni pako ili apate kukuzingira na apate kukulinda. Yuko mkononi mwako. Yesu yuko hapo mlangoni, anafisa ili apate kuingia ndani ya maisha yako, apate kutenda ndani ya maisha yako. Anafisha leo apate kuingia ndani ya maisha yako, anafisha leo apate kuingia katika afya hiyo yako, anafisha leo apate kuingia kwa hiyo familia yako, anafisha leo apate kuingia kwa utajiri wako, anafisha leo apate kuingia katika njia zako. Yesu ni mwaminifu, ukimfungulia mlango ataingia, atakula pamoja na wewe, atakunywa pamoja na wewe, atakupa kila ambacho ulikuwa unahitaji. Lakini mwaminifu ni muweza wa yote, ndiye anatawala siku zote, ndiye analinda siku zote. Ribashita rekata, anatawala siku zote, analinda, anaokoa siku zote, anaokoa siku zote. Anaambia Musa, toka hapo, nenda ukawatoa wana wangu katika utumwa, nenda ukawatoa katika utasa, nenda ukawatoa katika umasikini, uende ukawatoa katika kunyanyaswa, uende ukawatoa katika kuonewa, uende ukawatoa katika kilio. Na leo kuna mpendwa anatolewa kwa kilio, na leo kuna mpendwa anatolewa katika maisha ya ufukara, na leo kuna mpendwa anatolewa katika maisha ya kuombaomba. Leo kuna mtu anatolewa katika usokora, leo kuna mtu anatolewa katika haya mavumbi, leo kuna mtu anatolewa katika hiyo magonjwa. Mungu ni mwaminifu, ni muweza wa yote. Muinue tu, muite tu Yesu, yuko umeni pako, yuko umeni pako, apate kukusaidia, apate kukuinua, apate kukulinda, apate kukurejesha, apate kukutendea jambo, apate kukuinua, kukutoa mahali ambapo umelemewa, apate kukutoa vile ambavyo alimtoa yule mtu aliyekuwa mahali pamoja miaka 38, na Mungu akaya akamtoa, akamwambia ajitwije godoro lake na safari yake kaendelea. Mungu anaweza kukutoa katika upovu vile ambavyo alikutana na yule kijana aliyesaliwa akiwa haoni.
Mungu akampata kumfungua macho na akaenda kusimulia matendo yake. Yesu ni mwaminifu, ni muweza wa yote, na kuinua dadi na kupa sifa, muweza wa yote. Nitangulie Jehova, nilinde dadi kwa neema yako na kwa nguvu zako. Asante Jehova kwa kunipa nguvu Jehova, nipate kulinena neno lako. Muweza wa yote, unaweza siku zote. Naomba Jehova neema yako isisuke mahala hapa, naomba nguvu zako zisuke mahala hapa, na popote pale mpendwa hapo dadi, muweza wa yote upate kumfikirisia nguvu zako dadi, akaone matendo yako yalivyo makuu, akaone nguvu zako zilivyo dadi. Muweza wa yote ukamponye, ukampe na nguvu hainuke katika hicho ambacho kinakaa kikimsika dadi. Muweza wa yote, na mimi ukanipe na nguvu tena na tena, nipate kuja kuninena neno lako, kwa kuwa wewe ni mwaminifu, kwa kuwa wewe ni upendo, na ni katika jina la Yesu naomba na napata kuamini, amen. Yesu Mungu akufikishe salama, akupe nguvu na akuandalie mahala ambapo ni pazuri. Popote utanenda, Yesu akutangulie. Haleluya, amen.